Usitoke katika mstari. Hakuna uchaguzi. Kuna mikutano ya hadhara inaendelea ambayo gombea kiongozi wa chama chetu cha Mapinduzi anafanya mikutano kila pahala. Ni mikutano ya hadhara kwangu mimi. Uchaguzi ni jambo muhimu kubwa la kitaifa katika nchi yetu, na lengo lake huwa ni kuleta pamoja kama taifa, kuamua nani anakuwa kiongozi wa nchi yetu. Ni taasisi gani ya kisiasa, taasisi ya umma, chombo cha watu, chama cha siasa kinapewa dhamana ya kutoa uongozi wa serikali, lakini pia ni wakina nani, kwa maana ya vyama na mtu mmoja mmoja wanapewa dhamana ya kuwa wawakilishi wetu katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya Jamhuri ya Muungano, madiwani kule katika ngazi ya kata, lakini pia rais wa Zanzibar, wawakilishi wa Baraza la Wawakilishi, pamoja na madiwani katika wadi kule Zanzibar. Kwa uchaguzi huwa si tendo la hila linalopangwa kwa ujanja ili wachache wajikwapulie uongozi kinyume na utaratibu. Uchaguzi unapaswa kuwa tukio linalotuleta pamoja kama taifa, kusikiliza sera kutoka vyama tofauti vinavyogonganisha hoja na mawazo, ili wananchi hatimaye wasikilize, wachambue na kisha waseme hao wa hoja zao wanafaa kutuongoza katika nchi yetu. Mimi nina matatizo makubwa katika namna ambavyo mchakato wote ulikuwa, kuanzia Chama cha Mapinduzi ulivyotindinganywa, ulivyovurugwa, walivyobagaza na kubananga katiba ya CCM, taratibu na kanuni za chama chetu, desturi nzuri. Nisiweke maelezo hayo marefu, lakini yote hayo baada ya kubagazwa na kubanangwa ndio yakapelekea kupatikana hawa ambao wanaitwa wanagombea kupitia Chama cha Mapinduzi. Wana CCM hawajawakubali watu hawa. Unaweza ukatumia vyombo vya CCM kama mikutano kuhalalisha jambo lako ovu, lakini ni wakati mdogo tu na haki itasimama. Lakini kikubwa, kwa sababu tunaye rais kwenye nchi hii ambaye ni Samia Suluhu Hassan, mimi niendelee kusisitiza ana jukumu la kulileta taifa pamoja. Yeye ndio kiongozi wetu mkuu mpaka sasa hivi, na anapoona taifa limegawika ni jukumu lake kulileta taifa pamoja, ili sote tusimame pamoja katika nyakati muhimu kama hizi, na yeye awe mstari wa mbele kutuepusha kwa kutoa uongozi katika namna yoyote ya mgawanyiko unaweza kutokea katika nchi yetu. Yote haya hayajafanyika. Uchaguzi ulikuwa kioja, ulikuwa kiini macho. Hata wale ambao tunaweza tukasema ndio kama wapinzani hivi, kiongozi wao mfungwa gerezani, anaendelea na kesi huko. Chama chake kimepigwa pini kubwa kweli, kisiwezi kufanya hata siasa katika nchi yetu katika msingi wa haki. Hili halikubaliki, lakini nchi imegawika, watu wanasikitika, watu wana huzuni kubwa, lakini viongozi wa Chama cha Mapinduzi ni kama wameshupaza shingo, na hii inatupeleka kwenda kiwango kingine cha kusema watu hawa sio tu wanatakiwa kukataliwa, hatutakiwi kutoa ushirikiano, ikiwemo kuto kuhalalisha haramu wanaoifanya sasa hivi. Hivyo ni muhimu kwa kila mtu kufahamu. Mimi nasema
kuto kushiriki uchaguzi ndio kitakuwa kitendo kitakatifu cha kuto kutoa uhalali kwa watu wenye dhamira mbaya na nchi yetu. Nilipenda hili nianze nalo vizuri sana. Hivi mkisikiliza mgombea wa CCM amekuwa akitoa orodha ya vitu vya kufanyika, vitu ambavyo mkuu wa wilaya anaweza akafanya, vitu ambavyo mkurugenzi wa halmashauri anaweza akafanya, vitu ambavyo kwa kauli ya kiongozi mmoja, mkuu wa mkoa, na vikao vikiketi, jambo hilo linafanyika mara moja namna hii. Tunaona mgombea wa urais ndio anazungumza vitu hivi. Mmemwona kule Songea anaahidi mkituchagua soko hili litakamilika, tutajenga soko. Huu ni mwaka 2025. Soko ni jambo dogo sana ambalo kwa sera hizi za CCM linaweza likakamilika ndani ya muda mfupi kabisa na lisisubiri uchaguzi mkuu. Swali la kujiuliza, kama haikuwezekana kuweka soko, ni kitu gani kingine kitawezekana katika miaka mitano inayokuja? Kama haikuwezekana kujenga hizi flyover tuliziahidi mwaka 2020, ni kitu gani kitawezekana katika miaka mitano inayokuja? Tuliaminisha watu kutoka mwaka 2015 kuhusu miradi ya kimkakati mikubwa ambayo ikikamilika, utekelezaji wake unahusisha watu wengi, kukamilika kwake kunahusu watu wengi. Nikimsikiliza Mama Samia, silioni hilo likitoka. Unasikia tu ni orodha ya vitu vidogo vidogo, Kiingereza ningesema practical needs, mahitaji madogo madogo ndio hayo yanatuahidi. Tafsiri yake nini? Hawana dhamira ya kweli na ya dhati, na yeye akiongoza kutufanyia mageuzi makubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Hili mimi sikubali na nalikataa kwa nguvu zote, kwa sababu nchi hii Watanzania wanalipa kodi, ndio inaendesha serikali, ndio inapaswa kutoa maendeleo kwa watu wetu. Pesa ya nchi hii inatosha kufanya mabadiliko na mageuzi makubwa ya kuleta maendeleo makubwa kwa watu wetu wa Tanzania. Unapoona tunatoa ahadi nyepesi nyepesi za kujenga masoko hapa na pale, inasikitisha. Haya mambo yalitakiwa kwa kauli moja yangekuwa yamefanyika. Kama hayakufanyika katika miaka mitano ambayo tumeikamilisha mwaka huu, najiuliza tulikuwa wapi? Kwa nini hatukufanya? Tumewaeleza wananchi kwa nini hatukufanya, na sisi wananchi tumewaelewa sababu zao kwa nini hatukufanya, kwa sababu sisi wananchi hatukuacha kulipa kodi wakati wowote ule kwenye nchi yetu. Kama sisi hatukuacha kulipa kodi, kwa nini wao hawakutekeleza wajibu wao? Tusifurahie kwenda kwenye hii mikutano ya hadhara anafanya. Of course mikutano hii anaweza kawa yeye ana utaratibu wake wa kuleta watu wake pale, lakini isituzuie kuendelea kujadili Mama Samia alikuwa wapi mtu kufanya mambo haya katika miaka mitano inayokamilika kipindi hiki.